kurejesha upya makazi ya Mungu katika familia katika zama za kidigitali, kurejesha sura ya Mungu iliyopotea na kuhakikisha tunaongeza umakini pia katika ulimwengu huu wa kidigitali. Ulimwengu unakimbia sana na sisi kama kanisa tunapaswa kukimbia. Mambo ya kidigitali hayana mgogoro. Tunatakiwa na sisi tukimbie, lakini kwa umakini. Bwana apewe sifa. Ni kuongeza tu umakini ili kusudi tutembee pamoja na Bwana. Leo ninaendelea na pale nilipoishia jana, na niko kipengele cha 5 ambacho kinazungumzia namna ulimwengu unavyokimbia na namna shetani anavyotumia mbinu mbalimbali, kutumia mitandao ya jamii, kutumia utandawazi ili kuhafifisha ukuaji wa kiroho katika maisha ya watu wa Mungu. Jambo la 5, mitandao ya kijamii au utandawazi umeendelea kuleta mafundisho mengi ya bandia ambayo yana mivuto inayokinzana na mpango wa Mungu wa wokovu. Tumebarikiwa kuwa na simu zetu, ni maendeleo, si ndio jamani? Inaturahisishia kazi. Lakini huko nyumbani tuna vifaa vingi vya kielektroniki ambavyo tunavitumia. Kuna wengine wana makompyuta, kuna wengine wana iPad, wengine wana skrini zao, yale ma TV yanayotumika yote kwa ajili ya kurahisisha mambo, kupokea taarifa, kupeleka taarifa, yote ni mema. Swali, tunatumiaje? Familia katika wakati kama huu inawezaje kuongeza umakini katika kutumia utandawazi, lakini kwa kumletea Mungu utukufu na kutufanya sisi kuwa warithi wa uzima milele? Angalia jambo la ajabu. Leo ukisikiliza, hata kama utaki, wakati mwingine unasikiliza. Yaani kuna vitu ambavyo sio kama unataka kusikiliza, lakini vinasikika. Umepanda pikipiki Toyo, wanapiga nyimbo, na hizo nyimbo sio kwamba ni za Sakina SDA Church. Ni zile nyimbo ambazo wakati mwingine hazifai, zinahamasisha. Wasanii wengi wanaimba nyimbo zinazohamasisha mapenzi. Am I right? Nyimbo nyingi zinazotungwa zinahamasisha ni mapenzi. Na katika mapenzi, shetani sio kichaa, anajua anachokifanya hapa. Katika mapenzi anaweka vitu vingi. Namba 1, anaweka kupenda, ambayo ni jambo zuri, halina shida. Ila amechomeka kingine, kuna kuchukiana. Ameweka chuki. Kama hujakaa vizuri, ameweka talaka, kuachana kwa wanandoa. Yaani hapo anaunganisha mambo mengi ambayo yanahafifisha mpango wa Mungu wa ndoa. Jana niliwaambia mpango wa Mungu wa ndoa wa jana ulikuwa ni wa mwanaume mmoja kwa mwanamke mmoja. Katika bustani ya Eden Mungu alifanya hivyo. Lakini tuliposoma kitabu cha Mwanzo jana, tukagundua mtoto anayezaliwa katika familia ya Kaini aliyekataa mpango wa Mungu wa matoleo, ibada ya matoleo. Akakataa mpango wa Mungu. Namzungumzia Kaini. Alipokataa mpango wa Mungu wa matoleo, akakataa kuzishika amri za Mungu, akazivunja. Na sio kuzivunja tu amri ile inayohusu usiue, akavunja na amri ya Sabato. Nenda kasome Practice and Prophecy, ukurasa ule wa 81, anasema alikataa ibada ya Mungu na alikataa maelekezo ya Mungu ya ibada ya siku ya Sabato. Kwa Sabato ilianza kuvunjwa na familia hiyo, ambayo wakati huo ilianza kukataa taratibu na akajitenga. Biblia inasema akatoka mbele za uso wa Bwana akajijengea mji. Na historia ya Kaini inapungua na inapotea kwa kukataa mpango wa Mungu, kama familia iliyochagua kwenda kinyume na mpango wa Mungu. Sasa angalia,
Mpango wa Mungu ulikuwa wa mwanaume mmoja kwa mwanamke mmoja. Familia ya Lamek, mtoto anayezaliwa katika hiyo familia ya Kaini, anaanzisha mpango wa wanawake wangapi? Lamek akaoa wanawake wawili, akachepuka kutoka kwenye ule mpango wa Mungu, akaweka wa kwake. Ndoa ilianza kuingia migogoro. Na ndio maana huo mpango unaendelezwa na shetani hata sasa, anaposimamisha watu maarufu duniani. Wengine ni wasanii wanaopendwa sana, lakini wanahamasisha kuachana na ule mpango wa Mungu wa kukaa na mke mmoja na kuwa na wanawake wengi. Ndio maana unasikia wasanii wanasema nimeachika na burudika. Nimeachika, ila unajua wanachokifanya ni nini? Wanasaidia akili zetu kuelewa tu vizuri kwamba kuachika sio shida. Unaweza ukaburudika hata baada ya kuachika. Na huo ni mradi wa shetani. Na ndio maana leo pastor, talaka it is not a problem. Yaani watu wanapeana kama makaratasi, kama SMS wanatumiana. Imeshakuwa kama sehemu, maana shetani anatumia watu maarufu kuhamasisha mpango huu wa watu kuachana na mpango wa Mungu wa ndoa ili aweke mpango wake. Bwana tusaidie. Tutawezaje kupona kama yanayosikika katika masikio yetu yote yanaonekana ni machafu? Unasikia uchafu, na wakati mwingine ukitaka kujizuia kusikia ni changamoto. Unapanda gari from Arusha to Dar es Salaam, gari lenyewe TV iliyoko mbele yako na huduma imesogezewa hapa, yaani TV ziko 7 gari moja. Zamani ukitaka kuangalia mpaka uchungulie, sasa hivi umeletewa mbele yako, jisevie hapa. Na sasa unapoletewa, hawaweki kwaya ya hapa Usarifa au ya hapo Mjini Kati, wanaweka zile ambazo wanapoendelea kuimba na kucheza wanahamasisha it is ngono oriented. Ni ngono. Na sasa sio ngono tu ya kawaida, wanakuonesha hata hizo nguo zinazovaliwa hali ni mbaya, na ndio nguo zinazoigwa na hata Wakristo. Hali sio nzuri. Na wanapohamasisha haya mambo ya zinaa ili ndoa ikose maana yake halisi, wanatembea uchi. Najua sasa nguo zinaendelea kupungua pastor. Nguo zimepungua sana za watu kuvaa. Sasa hivi vimebaki vinguo. Zamani tulikuwa tunasema nguo fupi, sasa hivi sio fupi. Zile fupi zimeshapitwa na wakati, wamezitoa zote. Watu wamebakiwa na kanguo kamoja kachini, salio limebaki moja na juu moja. Vinguo vingapi? Vidogo. Na hivyo ndivyo ambavyo vinawekwa mbele ili kuweka katika akili za watu kwamba hii ndiyo staili ya maisha ya kisasa. Utandawazi ni mzuri, lakini unaathiri hadi kabisa. Na kwa dhambi ya zinaa ili ifanyike, haihitaji kwenda gesti. Biblia iko very clear. Yesu anasema imeandikwa usizini, ila mimi Yesu nimekuja kuifafanua vizuri hii amri ya zinaa. Amin nawaambia, mtu yeyote atakaye muangalia mwanamke kwa kumtamani umefanya swali. Tangu wiki ilipoisha umezina wangapi? Na umeona. Na kwa sababu haya macho yanaona, Yesu anazungumza, anasema issue sio kwenda kuzini. Hapana, dhambi inaanzia moyoni, pale anapoona na kutamani amekwisha kuzini naye. Tutawezaje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Familia zinapoanguka, vijana wanaanguka na watoto wetu wanaathirika.
na wanaona haya mambo. Unaondoka nyumbani, unawaachia TV, wanajisevia wanachokitaka kukiangalia, maana vyote viko hapo. Bwana atusaidie.